Jambo la kwanza ni swala la field work. Tumekuwa na changamoto, Mheshimiwa Spika, kwamba vijana hawa waliopo katika taasisi ya elimu ya juu kwenda kwenye field work, viwanda vyetu na taasisi mbalimbali ambazo za kazi, imekuwa ni hiari kwamba inabidi ukaombe, ubembeleze waweze kukubalia, na wengi hawalazimiki. Safari hii tumeweka kwenye ilani mambo mawili. La kwanza, nilisema juzi wakati tunawasilisha ilani, la kwanza tunataka mnaposoma kule muwe na K4 badala ya K3. Kwa sasa mna K3. Ya kwanza kula, ya pili kulala, ya tatu kusoma. Tunataka tuongezee K ya 4 ambayo ni kazi, kwamba mnapokuwepo kwenye vyuo vyetu vya taasisi za elimu ya juu na taasisi za elimu ya kati, muyafanye hayo, lakini pia muweze kupata uzoefu wa kazi mkiwa ndani ya vyuo. Hapo vipi? Hilo tunaliweka. Inamaanisha kwamba kama unasoma chuo cha CB na pale kuna maktaba, kwa nini tuajiri wafanyakazi wote wa kuendesha maktaba wakati wanafunzi wapo? Kama wewe unasoma chuo kile Dar es Salaam, kina cafeteria pale karibu 5, kwa nini wafanyakazi wa cafeteria watoke nje na wasiwe wanafunzi wenyewe? Pale chuo kikuu cha Ardhi kuna Arisa Club. Kwa nini wanaoendesha Arisa Club watoke nje badala ya wanafunzi wenyewe? Kwa haya tumewekea mkazo, lakini tumesema vile vile, Mheshimiwa Spika, kwamba huko kwenye viwanda, kuchukua wanafunzi kwenye viwanda itakuwa ni takwa la kisheria, sio hiari. Na wewe kwa sababu unasimamia muhimili huu, inshallah tunajua utashinda ubunge, inshallah utaendelea kuwa spika wa bunge letu, na hii sheria utaisimamia itungwe, kwa sababu ilani imeshaelekeza. Kinachobaki ni sheria kutungwa. Tunaamini bunge itakuwa na wabunge wengi wa CCM, tunaamini spika atakuwa ni huyu na sheria itatungwa. Hapo namna gani? Hapo sawa? La mwisho, Chama cha Mapinduzi kimetambua kwamba bado tuna changamoto kubwa sana ya ajira kwa vijana. Kweli si kweli? Kwa hiyo tumeweka kwenye kipaumbele kimojawapo katika vipaumbele 9 swala la kuendelea kupanua fursa za ajira kwa vijana, na tumeweka vitu 11 pale, lakini kimoja kikubwa sana ambacho tumesisitiza ni viwili. Moja, tumesema tuanzishe mitaa ya viwanda kila mkoa na kila wilaya kwa kuzingatia jiografia ya mkoa husika. Hapo namna gani? Kwa sababu ajira hizi nyingi huwa zinazalishwa viwandani. Ile ndio tumelipa kipaumbele sana. Lakini huko duniani zimefunguka fursa za ajira, lakini vijana wetu wengi bado wanapambana sana kuzipata. Kwa hiyo tumesema tuanzishe vituo vya kuweza kutoa mafunzo maalum kwa vijana wetu, na tuanze na Dar es Salaam na Dodoma, kwa lengo la kuwafundisha namna ya kushindana kupata ajira nje ya nchi. Hapo namna gani? Kwa Mheshimiwa Spika, haya ni mambo machache ambayo nataka nitolee ufafanuzi, lakini labda mwaka huu tume ya uchaguzi hawapo hapa. Moja ya changamoto ambayo tunayo wakati wa uchaguzi, vyuo vikuu vingi wakati wa uchaguzi huwa vimefungwa. Kwa hiyo tumehamasisha vijana hawa watupigie kura, lakini wakati wa uchaguzi hawapo. Kwa hiyo tumeomba watu wa tume ya uchaguzi na watu wa vyuo kwamba kalenda zao zioane na tarehe ya uchaguzi, kwa sababu wote hawa wamejiandikisha kwenye maeneo yao. Kweli sio kweli?
Sasa vyuo vinafungwa, wanarudi kwao, hawapigi kura. Tunadhani ni sio sawa. Kwa hiyo tumeomba vyuo vikuu, tumeomba na tume ya uchaguzi, hizi tarehe za kalenda ya vyuo vikuu na tarehe ya uchaguzi zioane, ili wakati wa uchaguzi wawepo ndani ya vyuo. Hapo namna gani? Wangapi wanaunga mkono hilo? Tulipeleke tusipeleke? Sisi moyo. Mheshimiwa Spika, karibu sana. Karibu wilaya ya Ubungo, karibu sana katika jimbo la Ubungo. Tumetuheshimisha sana uwepo wako hapa. Mungu akubariki sana na kazi njema. Asante sana.